Kuelekea kwenye mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kwa upande wa wananchi Young Africans dhidi ya FAR Rabat. Hii ni moja kati ya mechi ambayo ni muhimu sana kwa Young Africans. Ni mechi ambayo Young Africans anahitaji kupata matokeo ama anahitaji sare ili kuendelea kutengeneza matumaini ya kwenda kwenye hatua ya robo fainali, lakini ni mechi ambayo inaweza kumwangamiza kabisa Young Africans na akapoteza kabisa matumaini ya kwenda kwenye hatua ya robo fainali. Hii mechi ni kama fainali kwa Young Africans, lakini pia ni kama fainali kwa FAR Rabat, moja kati ya timu bora kabisa ambayo inapatikana Morocco. Kwa upande wa Young Africans, wana mambo mengi sana ambayo wanapaswa kufanya kwenye mechi hii ili kuhakikisha kwamba wanafanikiwa kuweza kupata ushindi, na kama Young Africans wakipata ushindi, basi moja kwa moja wanafanikiwa kwenda kwenye hatua wanakuwa wametengeneza matumaini makubwa ya kwenda kwenye hatua ya robo fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini kama FAR Rabat wanafanikiwa kushinda mabao mawili dhidi ya Young Africans, basi moja kwa moja Young Africans matumaini yao ya kwenda kwenye hatua ya robo fainali yanakuwa ni mazito, na inafanya Young Africans kupoteza nafasi ya kwenda kwenye hatua ya robo fainali kama endapo wamefungwa mabao 2-0 na kuendelea katika huu mchezo dhidi ya FAR Rabat. Manake mpinzani mkubwa wa Young Africans ni FAR Rabat kwenye hii michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika katika kumaliza nafasi ya pili. Manake tayari tunaona Al Ahly ndio ambaye anaongoza hili kundi. Nafasi ya pili ni Young Africans pamoja na FAR Rabat yenyewe, kwa maana kwamba hatima ya Young Africans kwenda kwenye hatua ya robo finali ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ipo dhidi ya FAR Rabat pamoja na Young Africans kuweza kuona namna gani ya kuweza kupata ushindi katika huu mchezo. Moja kati ya michuano bora kabisa barani Afrika, lakini pia FAR Rabat ni miongoni mwa timu ambayo inafanya vizuri kabisa Morocco. Lakini pia Young Africans ni moja kati ya timu ambayo inafanya vizuri sana kwenye ardhi ya Tanzania. Hao ndio mabingwa wa kihistoria. Wana kila sababu ya kuhakikisha kwamba wanakwenda pia kupata ushindi, hususani pia kwa siku za karibuni imekuwa ikifanya vizuri kwenye michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Manake ukiangalia Young Africans ya hapo nyuma na Young Africans hivi sasa, kuna tofauti mkubwa ambao upo sasa. Kwa upande wa kocha Pedro Goncalves, kocha wa kikosi cha Young Africans, yeye ndo anaonekana mipango yake ni mingi, mipango yake ni mizuri katika kikosi hicho toka ametua hapo. Kwa nini? Kutokana na namna ambavyo amekuwa akifundisha vijana wake, namna ambavyo timu yake imekuwa ikicheza pia katika teamwork. Amekuwa ni kocha ambaye anahakikisha wachezaji wote wanacheza, wachezaji wote wanaonyesha kile kipaji ambacho wako nacho, bila kutegemea mchezaji mmoja mmoja kama ilivyokuwa kwa makocha wengine. Maana kwamba huyu ni moja kati ya kocha ambaye anajua namna gani ya kuweza kuwa motivation wachezaji kuweza kucheza kiushindani zaidi, na tumeshaona tayari kwenye timu nyingi barani Afrika zimeshagundua ubora wa kocha wa Young Africans, na wameshaanza kushtuka namna ambapo Young Africans wakiwa wanacheza intensity yao inaonekana kuwa kubwa. Sasa kwa upande wa kocha Pedro Goncalves, yeye ndo ambaye amekuwa akionekana akifanya mambo mengi muhimu kwa wachezaji, hususan katika zile kauli za kuatia moyo wachezaji. Ukiangalia Young Africans wakiwa kwa uwanjani namna ambavyo wanavyojituma, basi moja kwa moja unaona kuhusiana na swala zima la pesa, kuhusiana na swala zima la mambo mengine sio shida zao. Kikubwa ni namna ambavyo yale maneno ya hamasa ambayo wamekuwa wakiyapata hususan kutoka kwa kocha ndio ambayo wamekuwa wakiyatumia vizuri wanapokuwa kwa uwanjani na kuyakumbuka. Ndio maana Young Africans wamekuwa wakijituma sana. Wengi wanasubiri kuweza kuona Young Africans anapata vipi matokeo dhidi ya FAR Rabat, lakini pia wengi wanasubiri kuweza kuona FAR Rabat nao pia vile vile
wanakwenda kuingia katika huu mchezo huu kubakisha alama 3, ama mambo yanaweza kama magumu wakabananishwa sare, ama Young Africans yakapata matokeo. Wengi wanaoji kwamba je, Young Africans ana uwezo kupata matokeo katika mchezo huu? Ndio, Young Africans ana uwezo kupata matokeo vizuri kutokana na namna ambavyo kadri siku zinavyozidi kiwango chao kimekuwa kikiendelea kuimarika. Hapa nikiwa namaanisha kwamba ukiangalia Young Africans katika mechi ambayo walicheza ya kwanza dhidi ya FAR Rabat ambao wanakutana nao tena, mechi hiyo Young Africans alifanikiwa kuibuka na ushindi wa 1-0 akiwa yupo nyumbani, na ni moja kati ya mechi ambayo ilikuwa inaonekana ni ngumu, lakini Young Africans waliweza kufanikiwa kukusanya alama 3 wakiwa wako nyumbani. Haimaanishi kwamba kukusanya kwa alama 3 kwao dhidi ya FAR Rabat kwamba FAR Rabat ni timu dhaifu. Hapana, ni moja kati ya mechi ambayo tuliona Young Africans wakijituma kweli kweli, lakini unaangazia pia kwa namna ambavyo Young Africans walivyo kwa hivi sasa na namna ambavyo walivyocheza mechi ya kwanza dhidi ya FAR Rabat. Tuliona namna ambavyo Young Africans ilivyokuwa hapo nyuma kidogo, lakini FAR Rabat leo wanakwenda kukutana na Yanga ambayo imeongezeka ubora, kusajiliwa pia kwa Alan Okello kumeongeza kitu pia kwenye eneo la ushambuliaji, lakini pia kusajiliwa kwa Mohamed Damaro kwenye eneo la kiungo anakwenda kuweka utulivu katika eneo hili, na Young Africans wanakuwa na balance ambayo ni nzuri zaidi. Yako mengi ambayo pia tunapaswa kufahamishana kuhusiana na masuala ya kimichezo na maandalizi, kila kitu kuelekea kwenye mchezo huu tayari yamekamilika vizuri kabisa. Young Africans wamejiandaa vizuri kuelekea kwenye mchezo wenyewe, lakini pia kwa upande wa makocha wako tayari kwa ajili ya mchezo. Kila sekta ipo tayari kwa ajili ya kusubiri mechi ya siku ya leo. Watu wanasubiri kuweza kuona kwamba ni nani ambaye anakwenda kuibuka na ushindi. Bana, mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA, na hii ni Gift Online TV. Hakikisha una subscribe channel yetu ili kuwa kwanza kupata yale mengi ya kimichezo zaidi. Bye bye.